Kwa majina naitwa Bahati Adam Tiruhungwa, ni diwani wa kata ya Ng'ambo. Hususan kwanza nimepokea kwa masikitiko makubwa kuwapoteza ndugu zangu ambao pia walikuwa ni miongoni mwa wananchi wangu ambao nawategemea sana kwa nguvu kazi. Lakini pia nitoe rai kwa wananchi wangu, tuzingatie sheria. Tuzingatie sheria, lakini pia nitoe neno kwa vijana ambao wanaendesha vyombo vya moto, hususan bodaboda. Wale ambao wanalala juu ya pikipiki, wanakwenda mwendo kasi, wanatumia vileo kwa namna moja ama nyingine. Niwaombe tuachane na habari kama hizo, kwa sababu dakika ya mwisho tunakwenda kugharimu maisha ya Watanzania, lakini pia tunaenda kugharimu maisha yetu sisi kama sisi. Kwa hiyo mimi ningitoa wito kwa ndugu zangu hawa, kwa vijana wangu kwamba, lakini pia na watumiaji wote wa vyombo vya moto ndani ya eneo langu, tuzingatie sheria na tupunguze mwendo kasi, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinagharimu maisha yetu ni kwenda mwendo wa haraka bila kuchukua tahadhari. Maelezo uliyopata kutoka kwa ndugu na jamaa na polisi, nini kilitokea wakati ule? Kwa mujibu, kwa sababu pia miongoni mwa baada ya ajali kutokea walikuwa ni ndugu watatu wakiwa kwenye pikipiki moja, lakini bahati nzuri mmoja amenusurika, alipata majeraha kichwani, lakini dakika mwisho hali yake na hapa msibani tuko naye na yuko vizuri, anaeleza vizuri. Ameeleza wao walikuwa wametokea maeneo ya mjini, wanakuja Luanzari ambapo ndo kuna makazi, lakini kufika maeneo ya shule ya msingi Kizigo pakawa kuna gari iko mbele. Marehemu akahitaji kwenda kuipita ile gari, maanake kuiovertake ili kuwahi kuipita, lakini bahati mbaya akiwa katikati ya ile gari akajitokeza bodaboda mwingine ambaye ametoka barabara ya Sikonge, yani Luanzari kwenda mjini, wakakutania katikati, zikagongana uso kwa uso. Na kwa taarifa kwamba tayari kwenye ile pikipiki moja ilikuwa na watu watatu, wawili walifariki, lakini huyu dereva mwingine tena wa bodaboda na yeye kutoka kwa mwendo kasi kuja upande wa pili na tena alifariki. Kwa ndo taarifa tulionayo hiyo. Mimi nitoe pole kwa tukio hili la ajali ambalo limehusisha pikipiki na kusababisha vifo. Tunaendelea kujipanga. Jeshi la polisi kuna majukumu ambayo ni ya kutekeleza sisi, ni majukumu ya kutekeleza wenzetu wa TANROADS kwa kuangalia miundombinu ya barabara. Pale ambapo tunahitajika kufanya jambo la kuimarisha usalama, tutahakikisha kwamba tunalifanya. Lakini kwa upande wa wananchi wa mkoa wa Tabora, nitoe rai kwao, niwaombe sana nao watusaidie kwa kuhakikisha kwamba sheria za usalama barabarani zinaheshimiwa, hususan madereva wa pikipiki. Tuhakikishe kwamba pikipiki ni chombo kilichotengenezwa kwa ajili ya kubeba abiria mmoja, yani dereva pamoja na abiria. Hii ina maana kubwa, kwa maana ya kwamba inampa balansi dereva kuweza kuendesha chombo hiki vizuri. Kwa hiyo tunapopakia zaidi ya abiria mmoja kwenye pikipiki, tunamfanya dereva apoteze balansi na kuhatarisha utumiaji wa pikipiki pamoja na watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo niwaombe sana watumiaji wenzetu wa barabara wa play part kwao kwa kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria za usalama barabarani. Sisi tutafanya kwetu, tutaendelea na utoaji wa elimu kwa makundi yote na tutahakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Tabora wanakuwa salama, lakini kwa ushirikiano. Swala la usalama barabarani ni swala mtambuka, wote tunatakiwa kushirikiana. Kwa msiba huu tunatoa pole, tumekuja kushirikiana na wananchi, tunasikitika kwa pamoja, na hii inatufanya wote tufikirie zaidi kwenye kuimarisha usalama kwa siku zijazo kwa sisi ambao tupo.